Kimsingi tulipokea mwaliko wa msajili wa vyama vya siasa kukutana na viongozi wa Chadema, viongozi wakuu juu ya no reform no election katika muktadha wa sheria ya vyama vya siasa. Kwa hiyo tumekutana, tumefanya mazungumzo, tumeieleza ofisi ya msajili wa vyama vya siasa juu ya msimamo wetu wa no reform no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Tumeieleza ofisi msimamo huu tuliouchukua baada ya uporaji na uharibifu mkubwa wa uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024 na historia ya uharibifu wa chaguzi kuanzia uchaguzi wa serikali za mitaa 2019, uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 na hatimaye kilichoitwa uchaguzi wa tarehe 27 Novemba 2024. Tumeeleza vile vile kwa kina kidogo juu ya namna ambavyo mifumo yetu ya Tanzania ya kiuchaguzi haikuwa huru kuanzia kuasisiwa kwa mfumo wa vyama vingi, namna ambavyo tume ya Nyalali iliyoundwa mwaka 91 na mapendekezo yake mwaka 92 ilivyopendekeza kwamba kabla ya kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi na kabla ya kuingia kwenye uchaguzi wa mfumo wa vyama vingi ni lazima kufanyike mabadiliko makubwa ya kikatiba na kisheria ya kuwezesha mazingira ya mfumo wa vyama vingi vya siasa na uchaguzi huu na haki, na tumearifu historia nzima iliyofuatia baada ya hapo mpaka ulipoanza mchakato wa katiba mpya chini ya tume ya Jaji Warioba, na namna ambavyo mchakato wa katiba ulikwama, mchakato ambao ungeiwezesha taifa kufanya reforms, mageuzi na mabadiliko ya kikatiba na ya kisheria ya kuwezesha pamoja na mambo mengine kuwa na chaguzi huru na haki. Tumeeleza vile vile kwamba baada ya uchaguzi wa mwaka 2020 au uchafuzi wa mwaka 2020, tulitarajia baada ya mwaka 2021 kuingia rais mpya, pengine kungefanyika reforms, kwa sababu baadaye rais alijinasibu na falsafa ya Fowara. Lakini tumeeleza namna ambavyo michakato yote ya kutafuta reforms kabla ya kuelekea uchaguzi kupitia mazungumzo kati ya Chadema na CCM na serikali, kupitia kikosi kazi ambacho ofisi ya msajili na yenyewe ilishiriki, haikuzalisha reforms zinazokusudiwa, na hatimaye kukapelekwa bungeni miswada mitatu ya sheria na ikawa sheria ambayo kwa kweli haikuwezesha mazingira ya uchaguzi huru na haki, na matokeo yake yamejionyesha bayana katika uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji tarehe 27 Novemba 2024 kilichoitwa uchaguzi. Kwa tumeeleza kwamba kwa mazingira haya yote yaliyojitokeza, tumeeleza ni kwa nini sisi tunasema ni lazima kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025 kufanyike mabadiliko au mageuzi ya kisheria, mageuzi ya kikatiba, mageuzi ya kikanuni, mageuzi ya kimifumo, kitaasisi, kiuongozi, ili kuwezesha uchaguzi huru na haki, na kwamba bila mabadiliko au mageuzi hayo, bila reforms, no reforms no election, bila reforms hakuna uchaguzi. Kwa hiyo tumeeleza bayana msimamo wetu, na wao tumesikia kutoka upande wao kwa kiasi juu ya yale ambayo ama wametueleza au wametuuliza, na tumekubaliana kwamba mazungumzo haya ambayo wametuita leo, kwa sababu bado kuna mambo mengine yanahitaji kuzungumza zaidi na kupata ufahamu na mwelekeo, kutafuta fursa ya wao kukutana tena na sisi. Lakini wakati sisi tukisubiri kukutana nao tena, sisi ratiba zetu za chama zitaendelea kama kawaida. Tutaendelea na jitihada na kazi zote na majukumu yote tunayoyatekeleza kuhakikisha kwamba no reform no election, na karibuni tutawatangazia ratiba ya ziara ambayo tutaanza mikutano ya hadhara maeneo mbalimbali ya nchi kwenda kuzungumza na Watanzania kuhusiana na hili jambo la no reform no election. Lakini pamoja na hili la bila mabadiliko hakuna uchaguzi, tutakwenda kuzungumza vile vile na Watanzania kuhusu masuala mengine, kuhusu mustakabali wa nchi na mustakabali wa chama. Tutakwenda kuzungumza kuhusu tone, tukiwaomba Watanzania watuchangie kidogo kidogo, kila mtu adondoshe tone lake kwa njia ambazo tumekwisha zitangaza kwa umma, kuunga mkono kazi ya Chadema ya kuleta mabadiliko katika taifa letu na ya kuleta haki katika taifa letu.
Mlebaki mmewasilisha ajenda zenu ninyi, na bila shaka ofisi ya msajili nayo ilikuwa na komenti yake baada ya hili kutokea, wakati huu ambao tunazungumza. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeanza zoezi la uandikishaji wa wapiga kura, na nyinyi kampeni yenu hii ambayo sasa mnaenda kuisambaza ya no reform no election. Ofisi ya msajili imesema nini wakati huu ambao pengine kutakuwa na taarifa kinzani kutoka kwa wananchi? Mifumo ya kiuchaguzi unasimamia uchaguzi wakileta ajenda zao, na nyinyi sasa mnaenda kuleta ajenda zenu. Mimi si msemaji wa ofisi ya msajili, na kwa kuwa mko ofisi ya msajili hapa, ni vizuri muwatafute ofisi ya msajili waweze kusema yale ambayo ni ya upande wao, lakini ambacho naweza kusema tu cha pamoja ni kuwa tutakutana tena kwa mazungumzo, hatua nyingine, wao wakitafakari ya kwetu tulioeleza na sisi tukitafakari ya kwao walioyasema, alafu taona hiyo hatua ya mbele. Lakini wakati hayo yakiendelea, sisi tutaendelea vivyo na kazi zetu kama kawaida za kuwaambia Watanzania na wadau wote, bila mabadiliko hakuna uchaguzi, no reform no election. Kikao cha leo kama nilivyosema, tulipata mwaliko kukutana na msajili, viongozi wakuu wa Chadema kukutana na msajili kuhusu no reform no election. Sisi tukaitika mwito. Tulivyofika kwenye mwito, wakatuuliza hivi mnamaanisha nini kuhusu no reform no election na mambo kama hayo, na tukawaeleza msimamo wetu. Kwa hiyo kimsingi tu ni kwamba tumewaeleza msimamo wetu, na mnajua kwamba, na vizuri wanahabari mkafahamu, kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 5 sehemu G mpaka I, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa pamoja na majukumu yake mengine, moja, ina mamlaka ya kuishauri serikali kuhusu masuala yanayohusiana na siasa, demokrasia na vyama vya siasa. Pili, ina mamlaka, ina wajibu wa kuwa uwezeshaji wa mawasiliano kati ya serikali na vyama. Tatu, ina majukumu na mamlaka ya kutafiti kuhusu masuala yanayohusu demokrasia, kuhusu uchaguzi, masuala yanayohusu vyama vingi. Mimi binafsi naamini kwamba baada ya kuwa wametuita na sisi tumeitika, tumewaeleza haya tuliowaeleza, tunaamini wanapaswa kuyachukulia kwa uzito, ili na wao wawe na mchango kama wadau wengine tuliokutana nao wa kuwezesha kufanyika kwa mageuzi na mabadiliko kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi, no reform no election. Tunaamini jambo hili linapaswa kukubalika na wadau wote. Sisi sauti yetu kwa tume tumeiambia tayari kwa maandishi. Mwezi Disemba tume walituandikia barua ya kutaka tutoe maoni kuhusu kanuni za uchaguzi wa urais, udiwani na ubunge, kanuni ambazo vile zinagusa masuala mengi. Kuna kanuni mahususi ya uandikishaji, lakini masuala hayo vile yanatawaliwa na kanuni zote kwa ujumla. Tuliwaambia tume kwa barua kwamba hatuwezi kutoa maoni kuhusu kanuni za uchaguzi bila kwanza kufanyika marekebisho ya kikatiba ya kuwezesha uchaguzi huru na haki, kufanyika kwa marekebisho ya kisheria ya kuwezesha uchaguzi huru na haki, alafu hatua nyingine, kukishaundwa tume huru ya uchaguzi, kukishawekwa taratibu huru za uchaguzi, ndio mambo mengine yafuatie. Kwa hatua hii ni waombe tu vyombo vya habari, badala ya kutuuliza kuhusu tume na yanayoendelea ya uandikishaji, kaulizeni Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni kwa nini toka mwezi Disemba mpaka sasa hawajajibu barua yetu tuliowaandikia ya kutaka reform, na muwaulize tume, kwa kuwa ndani ya barua tuliambia tume, kwa kuwa ina mamlaka ya mawasiliano na serikali, iweze kuwasiliana na serikali, waeleze kwamba wadau wa msingi wanasema kwanza zifanyike reform. Muiulize tume, je, ilifanya mawasiliano na serikali, na juu hatua gani zichukuliwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Asante. Sisi tumeshaweka msimamo bayana kwamba tunachokitaka kwa sasa ni marekebisho ya kikatiba na ya kisheria ya kuwezesha uchaguzi huru na haki kabla ya hatua nyingine zozote zinazohusiana na uchaguzi. Kwa hiyo huo ndio msimamo ambao tumeueleza bayana, na tunataka wadau wote watuelewe kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, no reform no election. Asante sana. Kimsingi tulipokea mwaliko wa msajili wa vyama vya siasa kukutana na viongozi wa Chadema, viongozi wakuu, juu ya no reform no election katika muktadha wa sheria ya vyama vya siasa. Kwa hiyo
tumekutana, tumefanya mazungumzo, tumeieleza ofisi ya msajili wa vyama vya siasa juu ya msimamo wetu wa no reform no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Tumeieleza ofisi msimamo huu tuliouchukua